TV. Furaha kiganjani. Zaidi ya wanachama 1000 wa chama cha ACT Wazalendo wamechukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo udiwani viti maalumu, uwakilishi viti maalumu, ubunge viti maalumu, urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar. Katibu wa uchaguzi wa ACT Wazalendo Zanzibar, Mohene Saidi Rashid, amebainisha hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari. Taarifa yetu ni fupi sana na ni taarifa inayohusu swala zima la kufungua dirisha la uchaguzi wa kura ya maoni. Kama tunavyojua kwamba mwezi wa Oktoba mwaka huu tuna uchaguzi mkuu katika nchi yetu, na sisi ACT Wazalendo tunaingia katika uchaguzi huu. Tunaingia katika hali zote, tunaingia tukipambana, tunaingia kwa kujiamini. Tunasema uchaguzi ni mchakato. Tuliwaita hapa mwezi wa 3 tukawapa taarifa kuhusu mambo ya uchaguzi, kwamba tunaingia katika process ya uchaguzi, kuchukua na kurejesha fomu, ambao ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 4 hadi tarehe 30 mwezi wa 5. Sasa muda huu wa kuchukuaje na kurejesha fomu umemalizika. Watu wote wamesharejesha fomu kwa sababu muda umemalizika, na tuna wanachama zaidi ya 1000 ambao wamechukua fomu kwa kugombea katika nafasi mbalimbali za udiwani viti maalum, uwakilishi viti maalum, ubunge viti maalum, urais wa Jamhuri na urais wa Zanzibar. Sasa tuna ratiba ambayo ni ya kura ya maoni. Kwa mujibu wa ratiba yetu ya kitaifa ni kwamba kuanzia tarehe 16 mwezi wa 6 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 ni kipindi cha kufanya kura za maoni katika majimbo yetu 50. Sasa sisi kwa hapa Zanzibar tuna siku 7 za kufanya kura ya maoni katika majimbo 50. Tunao ratiba, tutapatia ratiba kiondoka kwamba siku 7 ambayo inaanza tarehe 18 mwezi wa 6 na inamaliza tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hivyo siku hizi tutakuwa tumemaliza chaguzi zetu za kura ya maoni. Na kwa hivyo nachukua fursa hii kuwapa taarifa wana habari kwamba dirisha la kura ya maoni limefunguliwa, isipokuwa tulikuwa na ratiba ya awali ambayo ilikuwa inajumuisha majimbo yote 50, ambayo ilikuwa inamaliza tarehe 25 mwezi wa 6. Lakini sasa kuna mabadiliko madogo, na haya mabadiliko yametokana na kwamba kuna majimbo 9 ambayo wagombea wake wamo katika vyombo vya kutunga sheria, na ambapo bunge pamoja na baraza la wawakilishi, na vyombo hivi bado vinaendelea na vikao vyao muhimu vya budget, na kwa kweli tukaona umuhimu wake. Kwa hivyo ratiba tukaipeleka mbele kidogo. Majimbo hayo 9 ni jimbo la Mtambwe, Pandani, Wete, Kojani, Konde, Wingwi, Chonga, Hangawe na Mwera. Kwa hivyo hawa watafanya siku ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2025 kama ratiba inavyoeleza. Na hapa wito ukatolewa. Wito kwanza kwa viongozi ambao ratiba imebadilika, tunawapa taarifa kwanza, lakini pia kuwajulisha pia na wanachama wetu ambao tulitoa ile ratiba ya mwanzo, wajue kwamba kuna mabadiliko hayo, na ratiba hii mpya tutawasilisha kwao. Pia la mwisho kabisa
ni kutoa wito kwa wanachama na wagombea, hasa wanachama, kujitokeza kwa wingi katika mchakato huu wa kwenda kupiga kura ya maoni, kuchagua viongozi wao ambao wanawataka katika wadi, majimbo, katika maeneo tofauti. Uvumi unaoenea mitaani unaohusishwa viongozi wa Chadema kujiunga na ACT Wazalendo. Hapa katibu wa habari na uenezi wa ACT Wazalendo Salum Dimani ameutolea ufafanuzi. Kwa hakika hizo ni habari za mitaani. Chama chetu kiko wazi, kiko mbele zaidi katika upanuzi wa demokrasia, na kinaruhusu mtu yote anayeamua kujiunga na chama chetu na kufuata masharti. Chama kinamkubali bila kumwekea masharti aina yote kabisa, na tumeona watu sasa hivi kwa wingi wanajiunga, na hivi karibuni mtasikia wengine ambao wanakuja kujiunga katika chama cha ACT Wazalendo. Tunawaomba wote unajiona wana uwezo na sifa, basi waje wajiunge kwenye chama cha ACT Wazalendo, chama ambacho kinakwenda kushika hatamu za dola. Sisi chama kiko wazi, na waliokuja ambao tumempokea juzi, tumepokea wakili msomi Peter Madeleka, tumempokea ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa chama cha Chadema Mtomi, tumempokea. Kwa hivyo na wengine kama wapo tayari, milango iko wazi kabisa. Wakati ni huu, wakati ni sasa. Asante. Zoezi linaendelea kwa upande wa pili kama ilivyoelezwa ratiba, kama maeneo ni makubwa, ndio maana ikatangazwa kama mianza hii tarehe 18 hii mpaka tarehe 15 Julai hii kwa upande wa bara. Kwa hivyo sisi tushafunga, na ndio maana katibu wa tume hapa leo ametoa taarifa rasmi ya kwenda kwenye mikutano mikuu ya majimbo. Tutakupeni ratiba, na tutapenda waandishi wa habari upite mkiona hiyo hali jinsi gani demokrasia kwenye chama cha ACT Wazalendo inavyopewa nafasi. Kwa hivyo kwa upande wa Zanzibar shughuli imemalizika. Kwa upande wa pili wa Jamhuri shughuli inaendelea. Kwa hivyo wale ambao wako tayari, tunawaambia nafasi ni hii. Chama pekee chenye uwezo na sera na ilani iliyo makini ya kwenda kuichukua Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni chama cha ACT Wazalendo. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salum.